Haya, tunaendelea kujifunza mbinu bora za ufugaji. Kama unavyoona kwenye hili banda, kitu kikubwa ambacho unakiona hapa ni sehemu ya kupumzika ng'ombe. Unaona ng'ombe wamewekewa kabisa eneo lao la kula chakula, ni hili hapa. Wanawekewa chakula. Eneo la kulala au tuseme banda la kawaida ni hili huku. Angalia jinsi madirisha au tuseme sehemu za hewa zilivyowekwa. Angalia paa liko vizuri kama unavyoona, mabati mazuri, halivuji, kwa hiyo halituhamishi wala kuweka maji. Lakini katikati ya sakafu ya banda kuna huo mfereji unaouona ambao umeweka mahususi kabisa kwa ajili ya kuruhusu maji, yani vimiminika kama maji au mikojo kuweza kupita ili ng'ombe wasichafuke miili yao wakilala, lakini pia kwato zao zisiweze kupata magonjwa yanayosababishwa na unyevu bandani. Naona mstari mwingine huu hapa mfereji kwa ajili ya kupitisha maji, lakini kuna sehemu hii hapa kwa ajili ya kupumzika. Kama unavyoona ni sehemu kavu kabisa ambayo ng'ombe anaweza kupumzika, hasa ng'ombe wanaotarajia kuzaa kama huyu aliyekaa hapa. Naona ni sehemu safi kabisa ambayo imesafishwa maalum kabisa kwa ajili ya ng'ombe kupumzika. Ng'ombe wanaotarajia kuzaa kama ambavyo tunaona kwa binadamu wanatakiwa kufanya mazoezi. Yaani kwamba wasikae wamefungiwa eneo moja. Wanatakiwa waweze kugeuka na kutembea kama unavyowaona hawa. Na anapofikia wakati wa kuzaa panatakiwa pawe na sehemu safi na salama kama unavyoiona hii hapa kwa ajili ya kuweza kuzaa. Hii inazuia matatizo yanayoweza kutokea wakati wa uzazi, mfano kama sehemu ni mbaya sakafu, ndama anaweza kuumia wakati anapozaliwa na vitu vya namna hiyo. Lakini angalia pia hapa kuna uwazi huu ambao umewekwa maalum kabisa. Kuna wakati ng'ombe nao wanatakiwa kupata jua kidogo, kwa hiyo wanaweza kukaa hapa wakati wa jua kama wanajisikia kupata jua. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi vya kuzingatia unapojenga banda la ng'ombe. Hakikisha kwamba lina paa. Wakati wa mvua ng'ombe waweze kujikinga na mvua. Ukiweza weka eneo la wazi kama hapa. Wakati wa jua pia waweze kupata jua, lakini hakikisha kuna sehemu kavu na salama kama hii unavyoiona kwa ajili ya kupumzika na wakati wa uzazi. Lakini pia hakikisha kwamba kuna mifereji au namna ambayo maji yanayokuwepo bandani yanaweza kutoka ili kulinda sakafu iweze kuwa kavu. Sakafu inapokuwa mbichi au ina unyevu muda mwingi inasababisha vimelea vingi kama bakteria kuweza kuzaliana na kukua, ambacho kinaweza kuwa kisababishi kimojawapo cha magonjwa mengi kuja kwenye ng'ombe wako. Lakini pia hakikisha kuna eneo kwa ajili ya kuweka maji kama unavyoona hapa, kuna eneo la chakula, alafu kuna eneo la kuweka maji. Hivi ni vitu muhimu vya kuzingatia. Jambo jingine muhimu kabisa la kuzingatia ni kuhakikisha kwamba unatenga banda au unaweka partition wenzetu wanasema kwa ajili ya kuweka ndama. Ndama ambao hawajaanza kuchungwa kama unachunga wanatakiwa kukaa sehemu yao kama unavyowaona hawa. Hii inawasaidia ndama kuweza kupata sehemu nzuri ya kupumzika, lakini pia kuzuia ajali zinazoweza kutokea wakikaa na ng'ombe wengine wakubwa. Kwa mfano dume au mama ambaye hapendi watoto wa wenzake anaweza kuwapiga na kuwaumiza ndama wadogo kama hawa. Kwa hiyo hakikisha kwamba banda lako lina partition kwa ajili moja kuweka ndama wadogo kama hawa, lakini pia unaweza kuweka hiyo kwa ajili ya ng'ombe wakubwa, hasa majike wanaotarajia kujifungua au kuzaa, ili waweze kupata sehemu nzuri ya kuzaa kwa usalama kabisa. Zingatia kwamba banda lako lazima liwe na usalama, kwa maana kwamba lazima uweke namna ya kufunga banda, hasa huku mjini watu kuna wezi. Ukiweza kuweka grill kama hizi, weka grill ili kuweka ulinzi kwenye banda lako. Ukiacha watu unaweza kufuga mifugo ya ulinzi kama mbwa na kadhalika, lakini hakikisha pia banda lako ni imara kuweza kuhimili vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo wale ambao mnapenda kujifunza zaidi juu ya ujenzi wa mabanda, au kama mtu unataka ujenge banda linalofanana na hili au mtindo kama huu, karibuni sana. Mafundi wapo, nitawaelekeza kwa mafundi. Lakini wale mnaotaka kujifunza zaidi mbinu za ufugaji bora,
ufugaji wenye tija wa ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku. Karibuni sana. Subscribe kwenye channel yangu kama huja subscribe bado. Namba za mawasiliano zitakuwepo kwenye description pia. Karibuni sana na Mungu awabariki na watakia ufugaji mwema wenye tija na mafanikio. Asante sana.